Mzigo unaanza na huyu mzee anaitwa Idoko, na hapa alikuwa akipakia mabegi ya pesa ambazo zitatumika kama malipo kwa vijana ambao wamefanya kazi kwa zaidi ya miaka 10. Lakini kwa kweli mzee huyu hajawahi kuwa na fadhila hata kidogo, kwani baada ya kuzipakia tu akapiga kimbora, na hapa anataka yoyote atakayeshika pesa hizi asifanikiwe. Kiuhalisia ni kwamba huyu mzee anakupatia kazi mkataba wa miaka 10 ama zaidi, na ukimaliza mkataba wako anakuahidi kwamba atakupatia pesa nyingi ambazo zitakufanya uwe tajiri kama yeye. Na hii hapa ni Idoko sehemu ya kwanza. Tafadhali usisahau kabisa kusubscribe kwa ajili ya sehemu ya pili. Upande wa pili kuna sherehe inafanyika hapa, na hapa iko Obum pamoja na Ikem. Kwa pamoja una furaha sana kufika siku kama ya leo, kwani imepita miaka 10 wakifanya kazi kwa tajiri Idoko. Hivyo leo wanategemea kupata mabilioni ya fedha. Viuno vilikatwa sana na vumbi lilitimka mno. Bila ya kusahau upande wa jikoni, kina mama ulikuwa makini mno. Baadaye tunamwona baba yao akifanya ibada kabla ya kumchinja mbuzi. Hii ni kumaanisha kwamba kwenye mambo ya kuokokona pamoja na uchawi wako vizuri mno. Muda mfupi baadaye mzee Idoko anawasili, maana yeye ndiye mgeni rasmi atakayekuja kugawa fedha. Ujio wake unafanya watu wacheze, wapige kelele, maana wanajua kabisa mzee atakwenda kumwaga fedha. Turudi nyumbani kwa Idoko, na hapa tunakutana na mtoto wake wa kike. Huyu bidada anaitwa Fina. Tabia yake ni kama baba yake tu, kwani yeye ana mpango mchafu sana juu ya Kem pamoja na ndugu yake. Na hapa anasema kwamba muda umefika, haiwezekani kabisa Obum pamoja na ndugu yake kupata pesa ambazo baba yake ameziweka. Kwa hiyo mpango wake ni kuharibu kila kitu kinachoendelea. Huku kwenye sherehe, mzee anasema kwamba leo ni siku ya historia, sio kwake pamoja na mke wake mzuri tu, bali na kwa vijana wawili ambao wamekuwa wakifanya kazi kwake kwa miaka 10. Mzee anasema kwa kuwa ana furaha, basi hatawapatia cheki, bali atawapatia fedha taslimu. Hapa watu wakapiga makofi, lakini kabla hawajapatiwa pesa, kuna magari mengine yakaingia, na huyo ni Fina, mtoto Idoko. Amekuja na wanawake 4. Anasema kwamba Obum pamoja na Ikem hawastahili kabisa kupewa pesa ambazo wanapewa na baba yake. Amesema amekuja na ushahidi utakaoonyesha kwamba Obum pamoja na Ikem walikuwa wakitumia fedha za baba yake vibaya, kwani ndugu hawa wamekuwa wakitumia pesa za baba yake kuwaonga hawa wanawake 4 na hata kuwasomesha. Obum na Ikem hawakuelewa kabisa kile ambacho kinaendelea, na hapa wanawake wale kila mmoja akatoa ushahidi. Wanawake hawa wakaoni kama unawajua kabisa. Huyu akasema kwamba Obum amemfungulia supermarket, na hii ilimaanisha kwamba kitumbua kimeingia mchanga. Kwa hiyo Obum na Ikem wakakamatwa kupelekwa kituo cha polisi, na sherehe ikageuka kuwa kilio, na hakuna yoyote aliamini kwamba kinachotokea ni kweli. Huku polisi walijitahidi sana kujitetea, wakamwomba ofisa ausaidie kama ikiwezekana wadada wale waweze kutoa ushahidi, lakini ukweli ni kwamba hakuna kitu ambacho kingeweza kuwasaidia, kwani inavyoonekana ofisa alikuwa amekwisha kula mlungura, nikimaanisha kwamba amekwisha kupewa rushwa. Hapa kesi bado ni ya moto mno. Turudi katika mjengo wa kishua, na hapa mzee Idoko pamoja na mtoto wake walikuwa wakila burudani, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba wameweka ndani Obum pamoja na Ikem. Mke wa Idoko anapowakuta katika hali kama hii hafurahi hata kidogo, na hapa anajiuliza ni kwa nini wako katika furaha. Mama anajitahidi sana kuwatetea Obum pamoja na Ikem, lakini Idoko anasema kwamba hawakuwa watu wazuri, ulidanganya tu, hawakuwa na tabia nzuri hata kidogo. Kwa hiyo wana kila sababu za kufurahia kuwaweka ndani. Nam na baba yake wanatima mpaka nyumbani kwa mzee Idoko, na hapa sasa wanajitahidi kuomba msamaha. Unamwomba Fina ajitahidi kuzungumza na baba yake walau wawapatie dhamana, lakini inashindikana, wanafukuzwa. Tunarudi mtaani. Hapa tunaona picha za mzee Idoko zikiwa zimegongelewa msumari katika mti, na hapa basi anatokea chizi mmoja anaitwa Obele, ambaye baada ya kufika hapa tu alizungumza maneno ya kushangaza. Anamlaumu sana mzee kwa kumcheleweshia chakula chake, eti mali alizonazo ni pesa ambazo alimwachia yeye, kwa hiyo hatakiwi kabisa kwamba pesa zinatakiwa kumfuata. Wakati mzee Idoko pamoja na familia yake wakipata chakula cha mchana, chizi yule alikuwa akizipiga picha zake fimbo. Kiuhalisia maumivu yalikuwa kimpata kabisa, ikimaanisha kwamba kuna kitu kinaendelea kati yake na yule chizi. Mzee anaamua kutimba katika kilinge chake cha siri, na hapa nia yake ni kujua kwa nini alikuwa nasikia maumivu ya kuchapwa. Mzee anamwambia kwamba alimuonya sana, hakutakiwa kabisa kumwacha Obele abaki njaa, yani kila kitu anachokihitaji anapaswa
anapaswa kupatiwa. Na hapa sasa Idoko anapata jibu kwamba alikuwa akimchapa fimbo alikuwa si mwingine zaidi ya Obele, na ubaya ni kwamba hatakiwi kabisa kukaa nyumbani kwake, anatakiwa kumfikishia mahitaji yake popote alipo. Na hapa mzee akawaagiza vijana wake akiwataka wamtafute Obele popote pale alipo na kisha wampatie chakula, la sivyo mambo yanaweza kwenda mrama. Mchizi anafika na kumpelekea chakula Obele, lakini Obele anamfokea kwa kuchelewa, akimwambia kwamba ilibidi saa 6 kamili au amekwisha kumpatia chakula, kwani yeye ndo tajiri. Yaani mwamba anaishi maisha ya kibosi huku akiwa katika hali ya uchizi, na huu ni kweli, kwani kuna watu wanaoishi katika hali kama hizi huku wengine wakijipatia kipato kupitia hali zao za uchizi. Na hapa tunamwona bosi Obele akimfukuza mchizi, na hii ni baada ya kumwachia chakula cha mchana. Ila wachawi sio watu kabisa. Hapa Obele anasema yeye ni tajiri, hafanyi kazi wala nini, lakini msosi kwake ni kitu cha kawaida kabisa. Upande mwingine tunamwona bidada ambaye huyo ni dada yake na Obum pamoja na Ikeme, na hapa anamwambia Victor ambaye ni mpenzi wake kwamba wadogo zake walikamatwa kwa kesi ambayo ni ya kusingiziwa, na huyu jamaa ni ofisa wa polisi na kwa wakati huo huo pia ni mwanasheria mbobevu. Na hapa tunaona kwamba Victor akaamua kwenda mpaka kituo cha polisi, huku mwamba anawambia madogo kwamba atawatoa siku sio nyingi, anachotaka ni wavumilie kwa muda mfupi tu, kwani hawezi kufungwa kabisa bila ya kuona ushahidi. Taarifa za ofisa Victor kuingilia kesi zikafika moja kwa moja kwa mzee Idoko, na hapa mzee anasema kwamba hakuna mtu kuingia katika njia yake, hivyo anaomba apewe taarifa za kutosha za afisa huyo. Anaahidi kwamba atamfanya kitu kibaya, hakuna atakayeamini. Baada ya muda tunamwona afisa Victor akiwa ametekwa na moja kwa moja anaitwa mpaka nyumbani kwa mzee Idoko, na hapa mchizi alikuwa kifoka mno bila ya kumjua mzee vizuri. Mzee anamwambia kwamba amempa nafasi nyingine ya kuishi, anamtaka achukue shilingi milioni 20 kisha akae mbali kabisa na kesi aliyoingilia, lakini mwamba anakataa katu, lakini mzee anamfyatulia marisasi kumtambaliza. Kwa hiyo Victor atachukuliwa na kwenda kuzikwa msituni na hakuna yeyote atakayegundua kuhusu kifo chake. Huku nyumbani Nama alikuwa akimtafuta sana Victor bila ya kujua amekwisha kuuawa. Turudi moja kwa moja kwa mahabusu ambaye ni Obum pamoja na Ikema, na hapa Ikema alikuwa akikumbuka tukio ambalo ni la kushangaza mno. Ilikuwa ni siku ya kwanza ambapo yeye na ndugu yake walikuwa nakwenda nyumbani kwa Idoko, ambapo njiani walikutana na yule chizi ambaye ni Obele. Huyu jamaa akamwambia kwamba huko unapokwenda unakwenda kumtumikia shetani na wala hata walipa fadhila, na wao walipomtazama walimuona kama chizi tu. Mwamba akasema mwisho ataweza kuwafunga ama kuwaua kabisa. Huyu chizi alikuwa kimwaga nondo mno, lakini washikaji hawakumuelewa kabisa, na hivyo wakampuzia na kuendelea na safari yao bila ya kujua kwamba mzee Idoko hana shukrani hata kidogo. Na sasa wanajuta, unaona ni bora wangeweza kumsikiliza, na sasa wamejikuta mabusu, hawajui hata watatokaje katika mikono ya mzee mwovu. Siku kadhaa baadaye, mzee pamoja na dada yao wanapata taarifa kwamba Obum pamoja na Ikema umefungwa miaka 5 kwa makosa waliyofanya. Ikawa ni kilio mno kwao, kwani matumaini yamekufa kabisa, huku wale wanawake 4 waliotoa ushahidi wa uongo wanapigwa risasi, 3 wanapigwa risasi, anaachwa mmoja, na huyu mmoja walimwacha kwa sababu kaka yake alikuwa akifanya nao kazi. Hivyo washikaji wanampatia fedha zote wakimtaka akimbie baada ya watoto wake kufungwa miaka 5 jela. Hapa sasa mzee akaamua kuzungumza na mizimu, anachokitaka ni haki kwa watoto wake. Yupo tayari kabisa kutoa sadaka yoyote kwa ajili ya kulipiza kisasi. Anatumia mbinu za kichawi kuweza kutafuta ushahidi, na hapa akatima mpaka nyumbani kwa mzee na bonge ya tunguri. Akasema kwamba tunguri hii itakaa hapa nyumbani kwake mpaka siku ambayo haki itapatikana, la sivyo itamkata moto kabisa na kumpoteza katika huu ulimwengu. Na hapa mzee anaagiza vijana wake waweze kumfyatulia risasi, lakini mke wake anaingilia kati akimtaka aweze kumwacha, kwani mzee wa watu ana hasira sana kutokana na kwamba watoto wake umefungwa na hakuna atakayeweza kumsaidia. Baada ya hapo mzee anafanya maamuzi tofauti, anawataka vijana wake wachukue tunguli lile na kwenda kulichoma moto, lakini mmoja anapoliwasha gari haliwaki kabisa. Ndipo hapo mzee anamtaka Negro aweze kulichukua sanduku lile na kwenda kulichoma moto katikati ya msitu, na hapa mwamba anafika na kufanya mchakato wa kuchoma moto tunguli bila ya kujua kwamba anachokifanya ni matumizi ya nguvu bila akili, kwani mzee akiwa nyumbani anafanikiwa kuliona tunguli lile likiwa sebleni, na hii hali inamchanganya kinomanoma. Na hapa mzee anamuita tena Negro akiwa na hasira kinomanoma, anadhani kwamba mchizi alirudisha ndani kinyago, lakini kwa wakati huo Negro naye
naye alikuwa akishangaa imekuwaje, kwani ana uhakika kwamba alikwisha kulichoma moto. Mzee anapojaribu kulishika zigo ni la moto kinomanoma, na hapa anampa maagizo mchizi kwenda kununua lita 15 za mafuta, kisha ajaribu tena kulichoma moto, na hapa mwamba anatoka akiwa amelibeba kichwani na moja kwa moja anafika mpaka katikati ya msitu, lakini kwa bahati mbaya mzigo haumtui kichwani, na hapo mchizi anabaki kushangaa, akawa anazurura na mzigo wake kichwani kutwa nzima bila ya kujua namna gani ya kutua mzigo. Akaamua moja kwa moja kurudi mpaka nyumbani, lakini huku hamkuti mzee, anatakiwa kukaa nje akimsubiria. Ndo hapa anajuta kufanya kazi kwa mzee Idoko. Inafika wakati anasikia njaa, anajitahidi kuomba chakula, lakini kwa kuwa amebeba tunguli kichwani kwake hakuna anemwe, hivyo itambidi kukaa njaa mpaka pale atakapotua mzigo. Upande wa babake Nikema alikuwa akitembea barabarani, na hapa akagongwa na gari. Tunacho tukiwa hatuelewi ni Idoko ama ni nani, kwa kuwa ilikuwa ni nyakati za usiku. Mtoto wake alikuwa akimtafuta, na hapa sasa anamkuta baba yake akiwa amekata moto, na hii siku kilio kinageukia upande wake, na moja kwa moja tunapelekwa mpaka kwa kina Obina. Washikaji wakiwa selo wanapata taarifa kwamba baba yao amekata moto. Inakuwa ni huzuni tena kwa upande wao. Sasa ni baada ya mazishi, Nanma amekuisha kumzika baba yake, na hapa tunamwona amefika mpaka nyumbani kwa Idoko. Bidada alikuwa jasiri mno kiasi cha kutoa laana. Katika mkono wake kulia alikuwa amebebelia mchanga, na kupitia mchanga huo anataka kumlaani Fina. Anamwambia kwamba mchanga huo ameutoa katika mto mtakatifu, na mchanga huo utasikiliza kila atakachokisema na kuweza kabisa kumlaani Idoko pamoja na Fina. Akamwambia Fina kwamba anamlaani atakuwa maumivu ya familia. Kupitia yeye familia yake haitoacha kulia machozi, yaani kila siku maisha yake yatakuwa ni changamoto. Kisha bidada akamwaga mchanga chini, na hapa akaanza kuvungu zake ili aweze kuikamilisha laana yake. Yaani bidada alisaula nguo zote, huku mama yake Fina akijitahidi kumzuia. Fina yeye alifikiri ni masiara, na hapa bidada baada ya kuzivungu zote akazitia kiberiti, na hii ni kumaanisha kwamba maisha yao yote yataungua kama vile nguo zake zinavyoungua moto. Na hapa bidada akaiomba miungu iweze kusikiliza laana yake, na hapo hapo Fina likamkuta jambo. Moja kwa moja akadondoka chini, na bidada kuona hivyo akakimbia. Na hapa unakuwa ni mwisho wa sehemu ya kwanza, na kwa ajili ya kuipata sehemu ya pili, tafadhali usiache kusubscribe, kulike na kuweka komenti yako. Mimi naitwa Chris, hadi wakati mwingine, bye.